وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka swala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea pale ambapo tulipoishilia, ambapo leo hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza moja kwa moja na maneno ya mtunzi wa risala yetu hii, ambapo alianza bil basmala, sema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye yeye ndiyo Mola mlezi wa viumbe vyote kiujumla. Mtunzi ameanza na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala iqtidaan bi sunnati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kufuata sunna na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika khutba zake mbalimbali na pia vile vile katika mazungumzo yake mbalimbali alikuwa akianza na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika badaa al-Sheikh al-Musannif wal-Muallif بالتحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa ajili hiyo sasa mtunzi wetu wa kitabu ameanza na tahmidi, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata mwenendo aliokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaendelea akasema wassalatu wassalam, na sala na salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhi ballagha albalagha almubin, mtume ambaye alifikisha ujumbe uliokuwa wazi kabisa. Wa ala alihi, lakini hizo swala na salam zisiende kwake yeye tu peke yake, la bali ziwafikie pia ahli zake, watu wake wa karibu, wa ashabihi, na masahaba wake, wattabi'ina lahum, na wale wote ambao waliwafuata hao masahaba pamoja na mtume na watu wake, biihsanin, wakawafuata kwa wema, ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Na baada ya maneno hayo ya mtunzi wa kitabu chetu, chini kabisa kuna taaliq ya shekhe wetu Sheikh Muhammad ibn Said Raslan, anasema min minanillahi ta'ala ala hadhihi al-umma, miongoni mwa fadhila za Allah jalla wa ala kwa umma huu tuliokuwa nao hivi sasa, wa min ni'amihi, na miongoni mwa neema zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala alaiha, juu ya umma huu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama kana yashu fi salati, ilikuwa ikimtokea baadhi ya wakati akiwa anajisahau katika swala yake aliyokuwa akiswali, na katika swala zake mbalimbali alizokuwa akiziswali alikuwa akisahau. Je, alikuwa akisahau kwamba Allah alikuwa akimsahaulisha kwa ajili ya kuonyesha mapungufu ya kadari zake na makadirio yake, au Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimfanya mtume sallallahu alaihi wasallam asahau kwa ajili ya kuonyesha mapungufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya jamaa zake? La, jawabu halipo hivyo, bali jawabu ni kwamba alikuwa akisahau mtume sallallahu alaihi wasallam litaqtadiya bihi al-ummatu fi at-tashri'i, ili umma wake umfuate yeye mtume sallallahu alaihi wasallam katika sheria ambazo zilizowekwa kwa wale watu ambao watakaokuwa wanasahau vitu fulani katika swala zao, ima wakawa wanazidisha vitu fulani katika swala au wakawa wanapunguza vitu fulani katika swala. Basi haya ndiyo malengo na fadhila na neema za Allah subhanahu wa ta'ala kumfanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusahau katika swala yake. Lidhalika
anasema wa idhaka, na kwa wakati huo sasa, yaqulu fima rawahu anhu al-Bukhari, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake ambayo yaliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari pamoja na al-Imam Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama, hakika si vinginevyo, hivi ndivyo ilivyo, ana basharun mithlukum, mimi mtume ni kiumbe kama jinsi mlivyokuwa nyinyi, ansa kama tansauna, mimi Rasulullah ninasahau kama jinsi ambavyo nyinyi mnavyosahau. Fa idha nasitu, basi pale ambapo itakapotokea mimi nimesahau, fadhakiruni, basi naombeni mnikumbushe pale ambapo mimi nitakapokuwa nimejisahau. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa anakuja kutuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sio mtu mwenye kujikweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sio mtu mwenye kujisifia sana mbele za watu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijidhihirisha mapungufu yake na akijizungumzia moja kwa moja, akasema kwamba mimi ni kiumbe kama ninyi, ninasahau kama jinsi ambavyo nyinyi mnavyosahau. Lakini itakapotokea sasa dharura ya mimi kusahau kitu ndani ya swala, fadhakiruni, basi na kuombeni mnikumbushe. Na hapa pia vile vile kuna mafunzo kwa Waislamu, biannahu, ya kwamba mambo yalivyo, idha sahal imamu, pale ambapo imamu atakapokuwa amesahau kitu fulani ndani ya swala kwa kukipunguza au kuzidisha kitu fulani, wajaba ala almusallina tanbihahu wa tadhkirahu, ni wajib na ni lazima kwa wale wanaoswali kumkumbusha, lakini pia vile vile kumtanabahisha na kumhabarisha kwamba wewe hapo umesahau hivi sasa. Bitasbihi lirrijali, wale wanamume watamkumbusha vipi imam? Wanamume watamkumbusha kwa kuleta tasbih, subhanallah. Hii tasbihi inakuja kumjulisha moja kwa moja ya kwamba sehemu ulipo sipo, ima umezidisha au kuna kitu fulani ambacho umekipunguza. Wale maamuma wanamume wataisoma tasbih subhanallah, sawa. Lakini watasfiqu linnisa, wale wanawake wao watakuwa wakipiga makofi, laiti kana kwamba imamu atakayekuwa anaswalisha hayuko mbali nao. Halafu pia vile vile wale wanamume ambao watakaokuwa wanaswalisha hawajazinduka kwa kosa ambalo alilolifanya imamu, basi wanawake walioko nyuma ya imamu kwa wakati huo watakuwa wanapiga makofi katika swala yao, sawa sawa, tanbihan lilimam, hali ya kuwa ni wenye kumzindua huyu imamu. Tumeelewana? Sasa mtunzi shekhe wetu Allah amrahamu, Sheikhul Imam Ibn Uthaymeen akasema, amma ba'du, ama baada ya mukaddima huo sasa na huo utangulizi, anasema fa inna kathiran minan nas, basi hakika ya watu wengi sana, yajhaluna kathiran min ahkami sujudi sahwi, hawafahamu hukumu nyingi sana katika hukumu ambazo zinazopatikana kwenye sijida ya kusahau au sijida za kusahau, fi salati, za kusahau kitu ndani ya swala. Wengi hawafahamu hukumu mbalimbali ambazo zinapatikana katika sijida hizo, sijida ya kusahau vitu ndani ya swala. Faminhum, basi kuna wapo miongoni mwao, tukifunua kitabu peji ya 16 anasema faminhum, basi wapo miongoni mwao, man yatruku sujuda sahwi fi salati fi mahalli wujubihi, wapo miongoni mwa watu ambao wanaacha kusujudu sijidatu sahwi katika sehemu ambapo ni wajibu kwa wao kuileta sijida hiyo. Ima anaweza kaacha kwa kutofahamu kwamba ni wajibu kwake yeye kuileta, au anaweza kaacha kwa kuipuuza tu na kujua kwamba hili ni jambo la kawaida, inafaa mimi niilete sijidatu sahwi, na nikiamua mimi mwenyewe naweza nisiilete. Kwa hiyo anasema shekhe, kuna miongoni mwa watu wanaoacha kuleta sijidatu sahwi fi mahalli wujubihi, katika sehemu ambayo ni wajibu kwa wao kuileta hiyo sijida ya kusahau. Kwa maana kwamba anaweza akawa ametokewa na kosa fulani ndani ya swala, ima amezidisha kitu fulani katika swala, katika mambo ya wajibu na mambo ya nguzo ya lazima,
au akawa amepunguza kitu fulani ndani ya swala katika mambo ya lazima na mambo ya wajibu, basi ni wajibu kwa wakati huo mtu huyo kuleta sijida ya kusahau. Anasema wa minhum, lakini pia wapo miongoni mwa watu, man yasjudu fi ghairi mahallihi, wanaoileta sijidatu sahwi lakini wanaileta sehemu ambayo sio sehemu yake. Ilifaa kutokana na kosa fulani ambalo mtu amelifanya ndani ya swala yake, kasahau kitu fulani au kazidisha kitu fulani au kapunguza kitu fulani katika swala yake. Kwa kutokana na hili kosa ambalo yeye alilofanya, inabidi yeye alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Akaja akaleta sijidatu sahwi sehemu ambayo sio sehemu hiyo, ima akaleta sijidatu sahwi baada tu ya kugundua kwamba hapa nimefanya kosa, moja kwa moja akaporomoka akaenda kuleta sijidatu sahwi, au akaleta sijidatu sahwi katika sehemu ambayo sio sehemu yake. Kwa hiyo wapo miongoni mwa watu ambao inawatokea hali kama hiyo, na yote hayo yanatokea kwa wao kutofahamu hukumu mbalimbali za sijidatu sahwi. Lakini akasema wa minhum, lakini wapo miongoni mwa watu, man yaj'alu sujuda sahwi qabla salami, ambao wanaoifanya hiyo sijidatu sahwi au wanaoileta hiyo sijidatu sahwi kabla ya wao kutoa salamu, wa in kana mawdhi'uhu ba'dahu, na hata kama sehemu ya kuileta hiyo sijidatu sahwi ni baada ya salamu, yeye anakuja kuileta kabla ya salamu. Kama vile mtu kuzidisha kitu ndani ya swala, kazidisha nguzo miongoni mwa nguzo za swala, au kazidisha wajib miongoni mwa wajibatu swala, basi inabidi alete sijidatu sahwi baada ya salamu. Lakini yeye kwa kutofahamu hukumu mbalimbali za kisheria zinazohusiana na hii sijidatu sahwi, akaja kuileta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu, kwa yeye kuzidisha kitu fulani miongoni mwa vitu ndani ya swala yake. Kwa hiyo haya yote yanakuja kutokea au ni matokeo ya mtu kutofahamu hukumu mbalimbali za sijida hizi za kusahau. Akaendelea kusema wa minhum, lakini pia wapo miongoni mwao, man yasjudu ba'da salam, wanaoileta sijidatu sahwi baada ya salam, wa in kana mawdhi'uhu qablahu, na hata kama sehemu ya kuileta sijida hiyo ya sahwi ni kabla ya kutoa salamu, lakini wao wanaileta baada ya kutoa salamu. Kama vile mtu kupunguza kitu miongoni mwa vitu ndani ya swala, kapunguza nguzo miongoni mwa nguzo za swala, au kapunguza wajib miongoni mwa mambo ya wajib ndani ya swala, mtu huyu inabidi alete sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Yani anapokuwa amesoma tashahudi ile ya mwisho, kabla hajatoa salamu ya kulia na ya kushoto, anaenda kuleta sijidatu sahwi mbili. Lakini wapo ambao wanaweza kawa wamepunguza kitu, ila baadaye wakaja wakaileta sijidatu sahwi baada ya kuwa wao wamemaliza kutoa salamu. Hii inaingia katika makosa na wao kutofahamu hukumu mbalimbali za kisheria za hii sijidatu sahwi. Lidhalika qala Sheikh, walidha, na kwa ajili hiyo sasa, kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatan jidda, imekuwa kufahamu sasa hukumu za hiyo sijidatu sahwi ni muhimu sana kwa kila Muislamu. Kufahamu hukumu za sijidatu sahwi ni muhimu sana, la siyaman, hasa lila'immati alladhina yaqtadi an-nasu bihim, kwa wale viongozi au maimamu ambao wanafuatwa na watu, au kuna watu ambao wanawafuata. Hao ndio hasa inabidi ni lazima kwa wao kufahamu hukumu mbalimbali za sijidatu sahwi, kwa sababu unaweza ukatokea na kosa fulani ndani ya swala. Kiwa kama wewe ni imamu unawasalisha watu, umekosea kosa fulani ndani ya swala, lakini hufahamu kwa kosa lile ambalo lilitokea au lilolifanya, ulete sijidatu sahwi kwa wakati gani, baada ya salamu au kabla ya salamu. Sasa ndio Sheikh anasema hasa wale maimamu ambao wanaoongoza watu, na hili pia vile vile tulizungumzie kiupana zaidi. Anapozungumzia Sheikh maimamu, sio yule ambaye anayeswalisha msikitini tu peke yake, la, hata wewe Muislamu hivi sasa wa kiume, au hata kama ni Muislamu wa kike, kuna baadhi ya wakati
itatokea tu wewe utakuwa ni imamu, itabidi wewe uwaswalishe watu fulani. Sasa utakapokuwa unawaswalisha watu hao, ikitokea kosa ndani ya hiyo swala ambayo wewe utakapokuwa unaswalisha, utafanya kitu gani? Mwanamume, kuna baadhi ya wakati unaweza kupata dharura kuswalia nyumbani, utakuwa wewe ni imamu wa familia yako, utakuwa ni imamu wa mke wako, utakuwa ni imamu wa watoto wako. Je, ikitokea kosa ndani ya swala wewe umesahau, utafanya nini? Au mwanamke, kuna baadhi ya wakati ambapo utakuwa na wenzako kwenye kikao, umefika wakati wa swala, inabidi mswali swala ya jamaa, ikatokea kosa ambalo wewe umezidisha kitu ndani ya swala au umepunguza kitu ndani ya swala, utafanya kitu gani au utafanya nini? Kwa hiyo anapozungumziwa imamu, sio yule ambaye anayeswalisha msikitini tu peke yake, la, Waislamu wote kiujumla wanaingia katika hukumu hii ya uimamu. Kwa hiyo Waislamu wote kiujumla inatakikana kwa wao wafahamu hukumu mbalimbali hizi za sijidatu sahwi. Ni mamoja uwe ni imamu unawaswalisha watu, au hata kama unaswali peke yako, naye pia vile vile ni lazima ufahamu hukumu hizi za sijidatu sahwi. Kwa hiyo Sheikh anasema la siyaman, hasa lilaimati, kwa wale maimamu alladhina yaqtadi nnasu bihim, ambao watu wanawafuata maimamu hao, wataqalladu almas'uliyata, na wamebeba majukumu maimamu hao, fi ittiba'i almashru'i, katika kufuata sheria mbalimbali, fi salatihim, kwenye swala zao. Swala gani? Allati yaumuna almuslimina biha, swala ambazo wao wamekuwa ni wenye kuwaongoza Waislamu katika swala hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, hakika imam amejaliwa yeye kuwa ni imam, ni kiongozi wa watu fulani, ili watu watimize swala zao kwa kupitia huyu imamu. Sasa endapo imamu utakuwa unaswalisha, ila kuna baadhi ya hukumu mbalimbali ambazo wewe huzifahamu katika hiyo swala, je, ikitokea kwamba kuna kosa ambalo limetokea kibahati mbaya, haujakusudia wewe hilo kosa kutokea, utafanya kitu gani? Ni kitu gani ambao, au ni jukumu gani ambalo wewe utakalolichukua kwa haraka? Kwa hiyo hili swala au jambo hili lina umuhimu na ulazima mkubwa sana wa kufahamu kiundani zaidi masala ya kisheria yanayohusiana na sijidatu sahwi. Lidhalika istamarra Sheikh wa qala rahimahullah, fa ahbabtu an uqaddima li ikhwani ba'dan min ahkami hadha albab, basi mimi nimependelea kuwaletea ndugu zangu Waislamu baadhi ya hukumu mbalimbali zinazohusiana na mlango huu wa sijidatu sahwi, rajian min Allah, hali ya kuwa ni mwenye kutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yanfaa bihi ibadahu almu'minin, alete manfaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia ukumbusho wangu huu ambao mimi nimekuleteeni, au aletee manufaa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaletea waja wake ambao ni waumini. Faqul, basi ninasema, musta'inan billah, hali ya kuwa ni mwenye kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala, mustalhiman minhu at-tawfiqa, hali ya kuwa ni mwenye kutaka kumiminiwa kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala tawfiqi lisawabi, katika kupatia yale yote ambayo mimi nimekusudia kuwafikishia umma wa Kiislamu. Na huu ni mukaddima wa shekhe ambaye ni mtunzi wa kitabu chetu, ambaye ni Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah. Yeye kwa rai yake na maoni yake na malengo yake ya kukitunga na kutuletea sisi hii risala, ameona kwamba kuna mapungufu makubwa sana katika jamii ya Kiislamu, na hivi ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Mapungufu yapo kwetu sisi Waislamu tunaoswali hivi sasa. Leo hii tukisema tufunge mlango asitoke mtu mpaka atuambie kwamba ikiwa kama amezidisha kitu ndani ya swala atafanya nini, ataleta sijidatu sahwi katika wakati gani, inakuwa ni changamoto kwa Waislamu wengi sana. Lidhalika tuwe makini, yale yote ambayo yaliyozungumzwa katika kitabu hichi yana umuhimu mkubwa sana, sio kwa maimamu tu, hata kwa wewe ambaye utakayekuwa unaswali peke yako. Pia
masala haya yana umuhimu, kwa sababu unaweza kuwa unaswali peke yako, kwa bahati nzuri au bahati mbaya ikatokea kwamba umesahau kitu au umezidisha kitu ndani ya swala. Mathalan, katika swala ya dhuhuri ilibidi wewe uswali rakaa 4, ukajikuta upo kwenye rakaa ya 5 wakati huo, halafu ndio ukashtuka. Je, utafanya nini wakati huo? Je, kwa wakati huo itabidi ulete sijidatu sahwi au uachane nayo? Yote haya tutakuja kuyaona mbeleni kabisa kwenye hichi kitabu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie taufiki katika kuyafikisha yale yote ambayo yaliyoelezewa kwenye hichi kitabu kama jinsi ambavyo yalivyo, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie thabati na kuyapokea yale yote ambayo tumeandaliwa na shekhe wetu. Allah amrahamu, Allah ampe makazi ambayo ni mazuri. Sallallahu wa sallam wa barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.